So it's time to give to the Lord. Tutaendelea, nimesema tutaendelea for the next 5 minutes. Tutamtolea Mungu, then from there we will listen from God. Wape tupea. Hallelujah. Wakati tungali na pumzi, Yesu wangu. You like to praise God by saying, I praise you. The Lord, hallelujah. Watabuda kwa Kiingereza. Yesu watu ni mzungu ni Mungu yani Mkikuyu ni Mkamba. Kiingereza. Pigia mara makofi mazuri tukiendelea. I praise you, Lord. Hallelujah. Pigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Pigia Bwana makofi mazuri tena. Praise the Lord. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Amen. 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 For those ones who are still obedient enough to be standing, please sit down. Kwa wale ambao bado ni wanyenyekevu wamesimama, kaeni chini. I think I'll take this opportunity to thank God for our singers. Nitachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya wanasifa na ibada. What they are doing it good. Wanachofanya wanakifanya vizuri kabisa. Amen. Amen. Hata nakubaliana mimi kwamba watu wanaimba vizuri. Wako juu, si ndio? Yes. Hata pia mimi nimeona wako juu. So hakikisha kwamba next week by saa 3 uko hapa, we will be continuing mahali wamewachia in our music service ya vijana, katika ibada yetu ya sifa ya sifa ya vijana. So next week from 9:30 to 10:30, juma lijalo kuanzia saa 3:30 hadi saa 4:30. I believe that for those ones who will come, naamini ya kwamba kwa wale watakao kuja, we'll be having a youth music service. Tutakuwa na ibada ya nyimbo ya vijana. So make sure that you attend. Hakikisha ya kwamba unahudhuria. Now, without wasting time, bila kupoteza wakati, let's go to the book of Judges chapter 6. Twende katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. From verse 22 to 24. Mstari wa 22 hadi 24. So that we can derive something for today's service. Ili tupate maandiko atakayotuelekeza katika ibada ya leo. My Bible says this. Biblia yangu inasema hivi. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God, for because I've seen an angel of the Lord face to face. Verse 23. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. And verse 24. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. And to this day it is yet in Ophrah of the Abiezerites. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana Mungu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalomu. Hata hivi leo iko huko katika Ophrah ya Wabiezeri. You know, sometimes as a preacher, when you see singers doing what they are doing at their best level, na mara nyingi kama mhubiri unapoona waimbaji wakiimba katika uwezo mkuu, the worst thing that you can do for them is to slow down your tempo when it reaches your time. Kitu kibaya ambacho unaweza wafanyia ni kushusha kasi yako inapofika wakati wako. But at the same time also, lakini wakati huo huo pia, I can promise you that I've expanded. Nakuhakikishia kwamba mimi nami nimepanuka. They cannot expand and leave me behind. Hawawezi panuka na waniwache nyuma. That one I can promise you. Hiyo naweza kuhakikishia. Because if you want to know that you are growing, kwa sababu ukitaka kujua kwamba unakuwa, look at the kind of challenges you are encountering at the moment. Angalia zile changamoto unazokumbana nazo wakati huu wa sasa. If you are still encountering the challenges that you encountered 2 years ago, then my friend, we can say your growth is stunted. Kama bado unakumbana na changamoto ulizokumbana nazo mwaka uliopita,
tunaweza sema ya kwamba wewe kukua kwako kumedumaa. But if you are dealing with something that you have never dealt with now, Lakini kama unakumbana na kitu ambacho hujawahi kumbana nacho sasa, probably you are suffering from what doctors cannot even understand what it is. pengine unaugua ugonjwa ambao hata madaktari hawezi tambua ni nini. You are going through something that you look at yourself and wonder, where did I go wrong? Unapitia hali mpaka unaangalia, unajiuliza ni wapi nilipokosea. Friends, the wrong thing that is happening to you is that you are growing up. Mpendwa, kitu kibaya kinachokufanyikia ni kwamba wewe unakuwa. The problem with you is that you are used to things that you are used to. Shida yako ni kwamba umezoea mambo uliyoyazoea. That's why you think that growing up is a disadvantage. Ndiposa unafikiria kwamba kukua sio kuzuri. I can promise you that I'm growing up, because even if I told you what I'm going through, you will also not understand the way I don't understand. Ninachoweza kuambia ni kwamba ninapokuwa, manake nikikueleza ninayopitia hutaelewa jinsi ambavyo mimi mwenyewe sielewi. It reaches a time and you say, God, I've left everything in your hand, so spoil it or make it. Inafikia wakati mtu unamwambia Mwenyezi Mungu, nimeacha kila kitu mikononi mwako, tengeza ama haribu. Amen. Amen. But I love the moments. If you are going through a challenge, my friend, you are just growing up. Don't think that you are dying. Ukiwa unapitia changamoto wakati huu, mpendwa, unakuwa. Usifikiri ya kwamba unakufa. Overcoming the repercussions of a wasted life. Kushinda yale matukio ya maisha ya uharibifu. Amen. Amen. Overcoming the repercussions of a wasted life. Kushinda matukio ya maisha ya uharibifu. Sometimes I look at my life, mara nyingi huangalia maisha yangu, and say that were it nisema ingalikuwa that my grandfather and my father knew and served God, kama babu yangu na baba yangu walimjua na kumtumikia Mungu, then my life wouldn't have gone through what sometimes I have to go through. Kwa hivyo maisha yangu nisingepitia yale ambayo wakati mwingine huyapitia. Because kwa sababu I am a continuation of their genealogy. Mimi ni uendelezo wa ule uzao wao. So I have to encounter some calamities and some misfortunes. Kwa hivyo ni lazima nikumbane na shida kadhaa wa kadhaa that come as a result of their careless living at the time they lived. Ambazo zinakuja kutokana na kule kuishi kwao kusikokuwa kuzuri nyakati zao walizoishi. Friends, I want you to understand this. Pendo, nataka muelewe hii. There are things that happen in our lives. Kuna mambo yanafanyikayo maishani mwetu that come as a result of people in our genealogy who lived before us. Ambayo yanakuja kama matukio ya watu walioishi katika uzao wetu waliotutangulia. And it so happens that the people who lived before you were people who were living carelessly, not minding the purpose and the grace of God upon them. Na inafanyika kwamba watu waliokutangulia ni watu walioishi maisha ya kiholela ambao hawakujali neema na makusudi ya Mungu maishani mwao. So you have to go through some things like the writer of the book of Lamentations was going through. Lazima upitie mambo kama mwandishi wa kitabu cha Maombolezo aliyokuwa akipitia. He says that probably these people sinned and they died before they faced the punishment of their sins. Akasema kwamba watu hawa pengine walitenda dhambi na wakafa kabla hawajapata hukumu ya dhambi zao. So we have to go through things that come as a result of events that happened even before we were born. Kwa hivyo ni lazima sisi tubebe ile hukumu ya mambo yaliyofanyika kabla ya kuzaliwa kwetu. But now as a child of God, lakini sasa kama mwana wa Mungu, I have to arise up and fight. Lazima niinuke na nipigane vita and overcome the issues na nishinde haya maswala that arise in my life as a result of their careless living. Yainukayo maishani mwangu kama matukio ya maisha yao yakiholela. I have to rise up. Lazima niinuke and fight. Na nipigane vita. Let me tell you. Wacha nikwambie. We are not saved just to go to heaven. Hatujaokolewa tu twende mbinguni. Yes. If you are just saved simply to go to heaven, then you are in a wrong place. Kama wewe umeokolewa tu uende mbinguni, basi wewe uko mahali usipostahili. You had better stay in your house and stay holy and then wait for your death and you'll go to heaven. Afadhali ukae nyumbani mwako, ukae mtakatifu na ungojee uchukuliwe uende mbinguni. Why?
Kwa nini? Because Kwa sababu the Jesus that we preach every day huyu Yesu tunayemhubiri kila siku is a man who wrote a new history ni mtu aliyeandika historia mpya in every aspect of human life. katika kila sehemu ya maisha ya mwanadamu. He wrote a new history in the religious issues. Aliandika historia mpya katika masuala ya kidini. He wrote a new history in the political issues. Akaandika historia mpya katika mrengo wa kisiasa. He brought a turnaround in everything. Akaleta mabadiliko katika kila jambo. So I cannot be speaking about him when my issue is all about going to heaven. Kwa hivyo siwezi kuwa na neno juu yake ikiwa na mambo yangu ni kwenda tu mbinguni. Because I have to come to a point where I have understood Kwa sababu lazima nifike kiwango ambapo nimeelewa that the mandate that God has given me ya kwamba ile jukumu Mungu alilonipatia is just beyond going to heaven. ni zaidi ya kwenda mbinguni. I have to do something Lazima nifanye kitu that will show the people in the world kitakachoonyeshea watu ulimwenguni that this man walked with God during the time he lived. ya kwamba mtu huyu alitembea na Mungu nyakati zake alipoishi. Because in the book of Genesis chapter 5, Sababu katika Mwanzo 5 there is a long history of people who did the same thing in the same way for a very long time. kuna historia ya watu waliofanya mambo yale yale kwa njia ile ile kwa muda mrefu. So and so was born, Fulani wa fulani akazaliwa and then he got married, na akaoa and he gave birth to so and so, na akamzaa fulani wa fulani and he died. na akafa. And then another one also came, Na mwingine naye akaja who was also born. ambaye pia alizaliwa He also got married the way other people get married. akaoa jinsi ile wengine waoavyo, He gave birth to sons and daughters, akazaa wane wa kiume na wa kike, and he rested with his forefathers. na akapumzika na mababu zake. The history continued like that until a man known as Enoch comes into the scene. Historia inaendelea namna hii hadi mtu aitwaye Enoka anapofika katika ile taswira. Now the history changes and says that Enoch walked with God until Historia inabadilika na inasema kwamba Enoka alitembea na Mungu hadi God just took him. He did not die. hakufa. Mungu akamchukua akiwa hai. There comes a time when a certain trend in life must come to an end. Inafikia wakati fulani maishani ambapo mtindo fulani lazima ufikie kikomo. Because if I don't overcome these setbacks, Kwa sababu nisipokomesha hizi changamoto, then the redemptive ministry of Jesus Christ in my life becomes a totally failed project. na ile huduma ya Yesu ya ukombozi maishani mwangu inakuwa imeshindwa kutenda kazi. If Jesus doesn't change your life, then Jesus does not have any content in your life. Ikiwa Yesu hatabadilisha maisha yako, basi Yesu hana sehemu maishani mwako. Because he said this in John chapter 10 verse 10. Kwa sababu anasema hivi katika Yohana 10:10. The enemy does not come except to steal, kill and destroy. Adui haji ila kwa kuiba, kuua na kuharibu. But I have come Lakini mimi nimekuja that you may have life, ili uwe na uhai, not just life, na sio uzima tu, but lakini life in abundance. uzima kwa utele. So if that is the main reason Jesus came, Ikiwa hiyo ndio sababu kuu Yesu aliyokuja, then I don't enjoy the life in abundance. na mimi sifurahii maisha ya utele. Do you think he will recognize me when time for going to heaven comes? Unafikiri atanitambua wakati wa kwenda mbinguni utakapowadia? Huh? So tafadhali usikuje church kwa sababu ati ukikufa utazikwa vizuri. Utazikwa vizuri, na wale ambao wataona kwamba umezikwa vizuri ama vibaya ni wale wenye wako hai, si wewe mwenye umekufa. Sawa sawa. Tunakuja church so that we derive some strength to go and counter life's challenges and come out victoriously. Tunakuja kanisani ili tupate nguvu za kwenda kukumbana na changamoto kule nje na tutoke tukiwa washindi. For quite some time now, Kwa muda mrefu sasa, we have been dealing with those satanic shrines that have been holding our lives. tumekuwa tukishughulikia madhabahu ya giza ambayo yamekuwa yameshika maisha yetu mateka. There are some satanic
demonic shrines that have been enjoying the best of our lives. Kuna madhabahu ya kishetani ambayo yamekuwa yakipata mazuri ya maisha yetu. We have fought them. Tumepigana nazo vita. We have dealt with them. Tumeyashughulikia. But that is not the end. Lakini huo sio mwisho. We need to take a step forward again. Lazima tuchukue hatua nyingine kwenda mbele. We have read the book of Gideon. Tumesoma kitabu cha Gideoni. A man whose life can be regarded as a waste before the angel of the Lord appeared to him. Mtu ambaye maisha yake yalionekana kama yaliyoharibiwa mbele ya malaika aliyemwonekania. Because Kwa sababu when the angel came, he told Gideon what the heavenly plan for the life of Gideon was. malaika alipomjia alimweleza mpango wa mbingu juu ya maisha ya Gideoni. Then he just says, mighty man of valor. Anamwambia mtu mkuu shujaa. And when God says that you are a mighty man of valor, he means exactly that. Na Mungu anaposema kwamba wewe ni mtu mkuu shujaa, anamaanisha anayosema. Then the mighty man of valor in this scenario Na mtu huyu shujaa katika hii taswira is living in caves. anaishi katika mapango. He is living running away from his enemy. Anaishi maisha kutoroka maadui. He is living in a life where he cannot enjoy his sweat. Anaishi maisha ambayo haezi furahia jasho lake. In other words, I'm saying that Kwa maneno mengine nasema ya kwamba in heavenly records, katika vitabu vya mbinguni Gideon is a very big man, a very influential man. Gideoni ni mtu mwenye ushawishi mkuu. But when you come into the reality in the world, Na unapokuja katika ile taswira ya kweli hapa ulimwenguni, this man is a victim of mtu circumstances. huyu ni mwadhiriwa wa hali. He is a man who is suffering from what he does not Ni understand. mtu anayeathiriwa na mambo ambayo hayaelewi. He is also running away because people are running away. Anakimbia pamoja na watu wengine kwa sababu wanakimbia. That is why I say this phrase, Ndiposa anasema hivi marafiki, that there are times we can live a wasted life when in real sense we are supposed to live a victorious life. kuna nyakati ambazo tunaweza ishi maisha ya uharibifu ili hali tunafaa tuishi maisha ya ushindi. As a child of God, I want you to understand that you were born and brought up to live a victorious life. Kama mwana wa Mungu nataka uelewe ya kwamba uliumbwa na kuzaliwa uishi maisha ya ushindi. As a child of God, Kama mwana wa Mungu there is that plan of God over our lives. kuna ule mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. But it does not come automatically until you arise and fight for it. Lakini haiji vivi hivi hadi utakapoinuka na uipiganie. Is somebody getting me? Kuna mtu ananipata? And you have to overcome the repercussions of a wasted life. Na lazima ushinde yale matukio ya maisha ya uharibifu. Because Kwa sababu if you continue living in the wasted life, ikiwa utaendelea kuishi katika maisha yale ya uharibifu, a calamity is waiting. janga linakungoja. Nobody is saying amen. Hakuna mtu anasema amen. Don't say it, because now then, Sasa, how do we live to overcome all these things? je, tutaishije kushinda mambo haya yote? Number one, Kidokezo cha kwanza, you have to build a strong spiritual foundation. lazima ujenge msingi thabiti wa kiroho. Listen, Sikiza, you have to build a strong spiritual foundation. lazima ujenge msingi thabiti wa kiroho. You have to build a spiritual foundation based on your personal relationship with God. Lazima ujenge msingi wa kiroho ambao unaelekezwa na uhusiano wako wa kibinafsi na Mungu. Hapa nataka tuongee. And Na you can never be successful in life huwezi faulu maishani unless you are in control of the spiritual aspect of your physical life. isipokuwa uwe umemiliki sehemu ile ya kiroho na ya kimwili ya maisha yako. You can never escape the calamity of a wasted life. Huwezi epuka matukio ya maisha ya kiholela holela.
if you are not in spiritual control, kama huna udhibiti wa kiroho of your physical life, wa juu ya maisha yako ya kimwili, everything that you see in the physical kila kitu ukionacho kimwili is designed and executed in the spirit world. kinaumbwa na kufanyika katika ulimwengu wa kiroho. Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Every promotion that you see, Kila kuinuliwa unakoona, every demotion that you see, kila kushushwa unakoona, every death that you see, kila kifo unachoona, every road accident that you see kila ajali ya barabarani uionayo is always designed in the spirit world. inaumbwa kwanza pale katika ulimwengu wa kiroho. So all those who are in the spirit world know what is going to happen before it happens in the physical world. Wale wote walio katika ulimwengu wa kiroho hujua yote yatakayotendeka kabla yatendeke katika ulimwengu wa kimwili. I'll give you an example. Nitakupatia mfano. You remember the story of Saul and the witch at Endor. Unakumbuka hadithi ya Sauli na yule mchawi ama mganga katika mji wa Endor? When Saul reached there and told the medium Sauli alipofika pale na akamwambia yule mama mchawi, that I want you to raise the spirit of Samuel for me. nataka uinue roho ya Samueli kwangu. Then Alafu the woman raised the spirit of Samuel. huyu mwanamke akainua ile roho ya Samueli. And Samuel said this, Na Samueli akamwambia hivi, why are you disturbing me now that the Lord has refused to speak to you? kwa nini unanisumbua wakati ambapo Bwana amekataa kuongea na wewe? And to summarize the whole story, Na kwa ufupi tu, Samuel told him, by tomorrow evening you and your son will be with me here. Samueli alimwambia kwamba kesho jioni wewe na wanao mtakuwa pamoja nami hapa. Which means that Saul and his son will have to die to join Samuel. And Samuel is aware and Saul does not know. Hii ilimaanisha ya kwamba Sauli na wanawe ilikuwa lazima wafe ndio wawe pamoja na Samueli, lakini Sauli wakati ule hakuyajua haya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm giving you this Nakupatia hii so that you may understand ili upate kuelewa that even you and me, hata wewe nami, whatever happens in my life, chochote kifanyikacho maishani mwangu is planned and executed in the spirit world before it comes into effect in the physical world. inapangwa na kuachiliwa katika ulimwengu wa kiroho kabla ionekane katika ulimwengu wa kimwili. And that is why, Na ndiposa if you are a person who is not in control of the spirit world, ikiwa wewe si mtu uliye na udhibiti wa ulimwengu wa kiroho, then God cannot do anything meaningful in your life. Mungu hawezi fanya kitu chochote cha maana maishani mwako. Because what he knows Kwa is sababu this, anachojua ni hiki, that the devil will just enter into the spirit world and calculate means to bring you down. shetani ataingia katika ulimwengu wa kiroho na wafanya ujanja wa kukuangusha chini. So you must be in control. Lazima uwe na udhibiti. Friends, let me tell you, Marafiki, wacha niwaambie, we can sit here tunaweza kaa hapa and plan things, na tupange mipango and we record them in the spirit world, na tuiandike katika ulimwengu wa kiroho, and then we return them back to earth again. na tuyairudishe tena mipango hiyo hapa ulimwenguni. Na mbona mnaniangalia hivyo? Do you know that we can plan here for somebody's death na program kwa spirit world na huo mtu akufe ipatikane in the physical world? I'm speaking to people who don't understand. Hii kazi haijawachiwa waganga peke yao. Wacha nikwambie, hata watu unaonanga hawaendi church, kuna mahali wanaendanga kuprogram their spiritual things. Kuna sehemu wanaenda kupanga mambo yao ya kiroho. Ndio maana wanatokanga huko na slogans zingine wakikwambia hata wewe mwenyewe hujui vile unazifuatanga. Hata mtu akikuuliza inamaanisha nini hujui. They have been programmed in the spirit world and even sacrifices have been offered. Akikuja hustler, you are just there. You are following that hata hujui. Can you tell me the logic where I have to fuel your helicopter, I have to do everything and pay you your salary, alafu uniletee wheelbarrow? Unaweza niambia kabisa, It has been programmed in the, I have to pay you to do everything for you ili uniletee BBI. How old ya kwamba, and people are just mad about what makes na watu people mad. wamekuwa wazimu, wanafuata
mad? Nini inafanya watu wa wazimu? It has been effected from the spirit world. Imefanywa kazi kutoka katika ulimwengu wa kiroho. Na wanasiasa walishagundua hii mambo. Iwapo unajua tu mtu alikuwa muongo 5 years ago, tena amerudi na uongo na bado unafuata tu. Why? It has been effected in the spirit world. Na mumewekwa juu yenu. Sasa unless you are in control of the events, wewe utafuata huo mkondo utake usitake. Why? Because it is beyond your control. Sababu ni zaidi ya uweza wako. Sasa kama Wakristo lazima tuelewe kuprogram vitu zetu katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Sisi tunaitwa kuprogramiwa magonjwa kwa maisha yetu. Kuprogramiwa destructive spirits into our lives. Na unaona Mkristo yuko tu. Kuna vifo vingine unasikia Mkristo anasema kwamba ati Mungu amemuita. Vifo vingi Mungu haitangi watu hivyo. It is because you will have to die because you are not in control of your spirit world. Itakubidi ufe kwa sababu hujadhibiti ulimwengu wako wa kiroho. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Inakulazimu kama Mkristo uingie in the spirit world through prayer and cancel some things that are not supposed to be in your life. Uingie katika ulimwengu wa kiroho na ukatae mambo ambayo hayapaswi kuwa maishani mwako. Useme tu haya mauti nimeicancel in the name of Jesus. Haya magonjwa nimeyakataa. Things are happening in an abnormal rate in our lives, and Christians, we are just seated. That means that we are very weak when it comes to programming things in our spiritual world. Mambo yanafanyika katika kasi ambayo si ya kawaida maishani mwetu, na sisi kama Wakristo tumekaa tu, inamaanisha hatuna uwezo ama umiliki wa maisha yetu ya kiroho. So unless you reach to a point where you build a strong spiritual foundation, hadi utakapofika kiwango cha kujenga msingi mdhabiti wa kiroho, then we will have to continue to suffer. Tutaendelea kuumia. And God cannot do anything meaningful with any person. Na Mungu hawezi fanya kitu chochote cha maana na mtu yoyote yule when he knows that this person cannot control the events in his spirit world. Akijua kwamba mtu huyu hawezi dhibiti ama kuelekeza mambo yote yatendekayo katika ulimwengu wake wa kiroho. The Bible says this. Biblia inasema hivi. That any man who cannot control his spirit is like a city without walls. Kwamba mtu yoyote asiyeweza dhibiti na roho yake ni kama mji ambao hauna ukuta. And in the Bible there is any city that does not have any walls around it will be attacked by the enemy anytime, anywhere and at will. Na katika Biblia mji wowote ambao hauna kuta ni mji ambao unaweza shambuliwa na adui wakati wowote kwa njia yoyote ile. In the book of Judges chapter 4, katika Waamuzi 4, we meet a woman here. Tunakutana na mwanamke hapa called Deborah, ambaye alikuwa anaitwa Deborah. The book of Judges chapter 4 verse 4, the Bible says, Biblia inasema katika Waamuzi 4:4 that and Deborah, a prophetess, the wife of Lapidus, and she judged Israel at that time. Basi Deborah, nabii mkewe Lapidothi, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Listen to the way the Bible introduces this woman. Sikiza jinsi ile ambapo Biblia inamtambuliza mwanamke huyu as a prophet, kama nabii, which means ambayo inamaanisha that she had some spiritual connectivity. Alikuwa na muunganiko wa kiroho. She was somebody's wife, yes. Ndiyo, alikuwa ni mke wa mtu. And there were many women who were people's wives at that time. Na ndiyo, kulikuwa na wanawake wengi ambao walikuwa ni wake za watu wakati ule. But what makes this woman different is because she had a spiritual foundation. Lakini kinachomfanya mama huyu tofauti ni kwamba alikuwa na msingi wa kiroho. She could get messages from the spirit world. Angepata jumbe kutoka ulimwengu wa kiroho. She could speak messages from the spirit world. Angenena jumbe kutoka ulimwengu wa kiroho. And in the book of Judges chapter 4, when God was
kuongeanga sijui fulani kwangu wako hivi. Listen, sikiza. Hata kama mama mahali pale, you can be the spiritual connection in your house and put a stop to these useless things that are happening in the family. Mama, wewe unaweza kuwa ndio muunganiko wa kiroho na ulete kikomo wa mambo ya kipumbavu yanayofanyika katika ile familia. Hata wewe mzee, you can be the spiritual connectivity and bring to an end. Mzee, na unaweza kuwa muunganiko wa kiroho na ulete kikomo haya mambo ya kipumbavu. As a woman, you don't need ever time to be contentious, nagging, yelling. Kama mwanamke hufai kuwa saa zote ni kunungunika, kupigana, kupiga nduru. As a man, kama mwanamume, nani aliwaambia kwamba kuonyeshana kwamba uko na nguvu kwa nyumba, ukijibizana mara mbili mtu anaongea akiwa kwa floor? You need a spiritual connection. Unahitaji muunganiko wa kiroho. From today, let us aspire to build strong spiritual foundations in our own houses. Kuanzia leo hii, wacha tuwe na tamaa ya kutengeza muungano wa kiroho ambao ni wa nguvu katika familia zetu. As a man you can do it. Kama mwanamume unaweza fanya. As a woman you can do it. Kama mwanamke unaweza fanya. For how long are you going to suffer? Utaumia kwa muda gani? In the hands of evil spirits. Katika mikono ya roho wachafu. You have to arise. Lazima uinuke and silence these other spirits. Na upigane na hawa roho. How? Kivipi? Build your relationship build your spiritual foundation based on your relationship with God. Jenga uhusiano wako wa kiroho ukiwa umelinganisha na uhusiano wako na Mungu. For a long time, kwa muda mrefu, we have had effects of false altars in our lives. Tumekuwa na zile athari za madhabahu maovu maishani mwetu. The voices of satanic shrines were very loud in our lives. Sauti za madhabahu ya kipepo zimekuwa zikinena kwa sauti kuu maishani mwetu. And they have been dictating our lives. Na zimekuwa zikielekeza maisha yetu. You get a job is taken away. Unapata kazi, ile kazi inapotea. You know what? Unajua kwa nini? Watu wengi tulilaumu corona, kusema ukweli, kwa mambo yote ambayo yamefanyika, watu kupoteza kazi na mambo mengi kufanyika. Lakini ukweli ni kwamba corona ilipangwa in the spirit world na ikawachiliwa duniani. Na everything that happened was programmed. The loss of jobs was programmed. The fear was programmed. Sasa ikaachiliwa tu kwetu. Kilichofanyika kilipangwa na ikaachiliwa. Hata corona kama ingeweza kuongea, itakwambia kwamba mimi mimi am just a scapegoat. Mimi ni kisingizio tu. But evil people planned it. Lakini watu waovu ndio waliopanga. Amen. Amen. So the fact that tumeharibu madhabahu mabovu haimaanishi ya kwamba sasa tumejenga madhabahu ya Mungu. Listen, sikiza. Here are two altars. Haya ni madhabahu mawili tofauti. Mkuwe careful, kuna watu wengine wanakuanga color sensitive. Sasa ukisema hii madhabahu ya shetani, kitu chochote kinafanana hivi atasema ni madhabahu ya shetani. Simaanishi, don't be color sensitive kupita kiasi. Sawa sawa. Now, these are two altars. Haya ni madhabahu mawili tofauti. Hii ni ya shetani ambayo imekuwa ikiwa na upper hand in our lives. Hayo ni madhabahu ya shetani ambayo yamekuwa na mamlaka makuu maishani mwetu. Na haya ni yale ya Mungu ambayo yalikuwa yameharibiwa. The fact that umechoma haya haimaanishi kwamba sasa umetengeneza haya. Sijui kama mtu ananipata. What I mean is this. Ninachomaanisha ni hiki. Baada ya kuchoma madhabahu ya shetani katika maisha yetu, yafaa sasa tuanze kujenga madhabahu ya Mungu katika maisha yetu.
Leo wacha twende tu pole pole. Sawa sawa. Lazima tuanze kujenga na kutia nguvu madhabahu ya Mungu katika maisha yetu. Kama haitatendeka hivyo, Shetani anaenda kureorganize himself. Sasa akirudi, hali yetu itakuwa mbaya kuliko vile ilikuwa mwanzo. So then, how do we start building the orders of God in our lives? Tutaanzaje kujenga madhabahu ya Mungu maishani mwetu? Sikia vile Mungu anaongea na Gideon chapter 6. Waamuzi 6. Verse 24. Mstari wa 24. Not verse 24, verse 25. Let's start at verse 25. Mstari wa 25. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Take thy father's young bull, even the second bull of 7 years old, and throw down the altar of Baal that thy father had, and cut down the grove that is by it. Hiyo ni instruction number 1. Au ni maagizo ya kwanza. Sikia maagizo ya pili. And build an altar unto the Lord. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera iliyo karibu nayo. And then after that, what do? You build an altar unto the Lord. Baada ya hiyo unafanya nini? Unamjengea Bwana madhabahu. And then, alafu the Bible says, Biblia inasema hivi, and take the second bull and offer a burnt sacrifice. Na mchukue ng'ombe wa pili na utoe dhabihu ya kuteketeza. Sasa friends, we have gone beyond the point of destroying the satanic altar. Tumeenda ile hatua ya kuharibu yale madhabahu ya kipepo. Right now we are in the process of building the altar of God that was not in a good condition for a long time. Sasa hii tuko katika ile hatua ya kujenga madhabahu ya Mungu ambayo hayakuwa katika hali nzuri kwa muda mrefu. So once we have repaired the altars of God, the voice of the altar of God is going to speak in our lives. Baada ya kurekebisha madhabahu ya Mungu, sauti ya Mungu inaenda kunena katika maisha yetu. Because at the moment, not you for hizi sauti mbili hazineni. Uliharibu ile sauti nilikuwa naongea pale. Si juzi mmezinyamazisha hapa. Ha? Si uliona zilimenyamaza? Si ati zikinyamaza sasa hizi zinaanza kuongea automatically, hapana. Hizi pia lazima zishughulikiwe ndio zianze kufanya nini? Kuongea. How do we make the altar of God to start speaking in our lives? Tutafanyaje madhabahu ya Mungu yaanze kunena maishani mwetu? The book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Warumi chapter 12. Warumi 12 verse 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. I beseech you, brethren, Na wasihi marafiki, mandugu. That is now Paul writing to the Roman church. Huyu ni Paulo akiandikia kanisa la Warumi, That you present your bodies ya kwamba na muitoe miili yenu as a living sacrifice. kama dhabihu iliyo hai. This is what we used to teach the youths a long time ago, so that we tell them not to commit fornication and whatever. This time now, I don't want to speak about such things because that is an old generation gospel again. Haya ndio ambayo tulikuwa tukifunza vijana ili wasiingie katika dhambi ya uzinzi, lakini sianeni haya saa hii. But what I want to tell us is this. Lakini ninachotaka kutuambia ni hiki: Be conscious of the will of
God uwe makinifu na makusudi ya Mungu and the standards of God in your life. na ile maelekezo ya Mungu katika maisha yako. Every decision that you make, Kila uamuzi unaofanya, be conscious of the will of God. uwe makinifu na makusudi ya Mungu. Wakristo, na hii shida ilikuwa hata wakati wa wana wa Israeli. Unajua Mkristo atasikia sauti ya Mungu akiwa kwenye taabu. Akishatoka kwenye taabu, huyu mtu kumfunza sauti ya Mungu inakuwa ni taabu. Na sijui hivyo ndio wanadamu waliumbwa. Ateseke kwanza ni asikie maagizo. But kila wakati Mungu anapoondoa wanawe katika taabu, anawaambianga ndio msiingie mahali mmekuwa, fuateni hii njia. Brethren, from today, Mpendwa, kuanzia leo be conscious of the will of God uwe makinifu juu ya makusudi ya Mungu. and set the standards of God in your life, Na uweke ile mipaka ya Mungu maishani mwako, so that the altars that you have destroyed may remain silent forever. ili yale madhabahu uliyoyaharibu yawe kimya milele. If you joke, they will reorganize again. Ukifanya mzaha, yatajipanga na kurudi tena. That is what it means. Hiyo ndio inayomaanisha. Be conscious of the will of God. Uwe makinifu juu ya makusudi ya Mungu. Number 2, Kidokezo cha pili, how do we build a strong relationship with God? tutajengaje uhusiano dhabiti na Mungu? Make it a habit of giving sacrifices on the altar of God. Ifanye iwe tabia ya kupeana dhabihu ama kutoa dhabihu katika madhabahu ya Bwana. Make it a habit. Wacha iwe ni tabia To be giving offerings and sacrifices kutoa sadaka na dhabihu in the altar of God, katika madhabahu ya Mungu, so that ili I want to teach you what sacrifices do. You know, some of you just think that it is a spiritual principle. nataka kukufundisha yale ambayo dhabihu hufanya. Ni kanuni ya kiroho. You remember when Balak calls Balaam in the book of Numbers chapter 23. Unakumbuka Balaki anapomuita Balamu katika kitabu cha Hesabu 23. He had to make 7 altars. Ilikuwa lazima ajenge madhabahu 7. An altar cannot speak without a sacrifice on it. Madhabahu haiwezi kunena bila dhabihu kutolewa juu yake. If an enemy wants to make you weak, it is very simple. Ikiwa adui anataka kufanya mdhaifu, ni rahisi. He only gets a man who can make an altar. Inagharimu tu mtu anaweza tengeza madhabahu, And then they offer a sacrifice. na watoe dhabihu. The sacrifice will appease the spirits. Yule dhabihu atashughulikia wale roho. Then once the spirits are appeased, they can be sent anywhere and they go and kill anybody and frustrate anybody. Na wakati wale roho wameshughulikiwa, wanaweza tumwa mahali popote wakafanye yale waliambiwa wakafanye. God also understands the principle of sacrifices. Mungu naye anaelewa ile kanuni ya dhabihu. Before Elijah silenced the prophets of this God that was Baal, Kabla Eliya kunyamazisha wale manabii wa uongo wa Baali, he never did it by a lot of prayer. hakufanya maombi, He just offered sacrifices. alitoa dhabihu tu. He repaired the altar Alitengeneza upya yale madhabahu and offered the sacrifices. na akatoa zile dhabihu. When God came down, what happened? Mungu aliposhuka, nini iliyofanyika? He consumed the sacrifice. Mungu alitumia ile dhabihu. It made the prophets of Baal weak. Ilifanya wale manabii wa Baali kuwa dhaifu. Have you ever asked yourself why one man should kill 450 people? Umeshaijiuliza kwa nini mwanamume mmoja aue wanaume wengine, watu wengine 440? Because spiritually they are already weak. Kwa sababu kiroho tayari ni And wadhaifu. once I know that I'm above you spiritually, my friend, there's nothing you can tell me. Napojua kwamba
Hii vitu sijui nyinyi mnasikianga aje. Sacrifices make your enemy weak. Dhabihu zinamfanya adui yako awe mdhaifu. Sacrifices make hao waganga wanakuwa weak. Hawezi kukufanyia chochote juu zile roho zenye watatuma zitapata a strong sacrificial voice, itazirudisha mali zimetoka. Sikia, during my early days wakati niliokoka, Siku zangu za kwanza katika uokovu, and my mother had just died, na tulikuwa tumeishi na yeye wawili, na mama yangu alikufa na ni yeye tulikuwa tunaishi na yeye, and I knew that my mother had died a very funny death. Nilijua kwamba mama yangu alikufa kifo ambacho hakikueleweka. So after she had been buried, na pia alizikwa na dini nyingine sijui ilitoka wapi. They come to ask me after burial. Wanakuja kuniuliza baada ya mazishi. Wenyewe wamekaa hapo, wanaulizana nani ameota kuhusu marehemu. By that time I was not saved, lakini mimi mambo ya kuota kuhusu marehemu I hated it. Sasa wanaulizana wenyewe, wanajijibu. Najua mimi nimewaangalia tu. So they come to me to ask me, Wanakuja kuniuliza kama nimeota kuhusu mamangu. And I got irritated by that question. So I said, hawa mimi nataka tu kujibu once and for all, na hata niuliza tena. Nikamwambia tangu mamangu akufe sijawahi yota. Sijawahi lala. Kwa hivyo siwezi yota nikiwa naangalia hivi. And they left me. na wakaniacha. But what happened is this. Kilichofanyika ni hiki. Every morning tungeamuka tungepata mayai imewekwa kwa kaburi. Sijui ilikuwa nani alikuwa anaweka, na hatujui nani alikuwa anaweka usiku. And that is the time, Huo ndio wakati I was very close nilikuwa karibu kabisa to Bishop Ouma. Bishop Edward Ouma. What this man of God told me this. Huyu mtumishi wa Mungu akaniambia hivi: You are a child of God and don't fear. wewe ni mwana wa Mungu na usiwe na hofu. What is in you is bigger than what is outside. Kilicho ndani mwako ni kikuu kuliko kilicho nje. Chukua hiyo mayai na ukule na haitawahi rudi. Nilikula mayai ya mganga na haijawahi rudi mpaka sasa. Not because I was strong, Sio ati nilikuwa na nguvu, but I took the faith of the man of God. lakini nilichukua imani ya mtumishi wa Mungu. I know you guys, you are laughing because you are not sijui kama mnajipata mahali ambayo nilijipata wakati niliokoka. Wewe umebembelezwa ndio ukaokoka. Mimi nilienda kutafuta church mwenyewe. Bona pia mwanaume akienda kutafuta church mwenyewe is an issue of chapati and ugali. And I said, Na nikasema, now we are in a war. sasa tupo vitani And we will have to fight. na lazima tupigane hivi vita. One of the men who are disturbing me na akaniambia tumemalizana na mama yako, imebaki wewe. Tulimzika juzi. Is the man whom I told you the other time ya kwamba ananisumbua hapa, and you told me kama atawacha kukusumbua atakufa. By this time he's almost 6 months in the grave. Friends, Marafiki, make it a habit of making sacrifices at the altar of God. wacha iwe tabia ya kutoa dhabihu Huwezi katika madhabahu ya shinda Mungu. vita vya kiroho kwa sababu unakujanga kanisani. Huwezi shinda vita vya kiroho kwa sababu wewe, the time you appear in the church is the time you are in trouble. Sababu wewe wakati ambapo unaonekana kanisani ni wakati ambapo masuala yamekusonga. In the book of Acts chapter 10 verse 4, Katika Matendo ya Mitume 14, there is a man known as Cornelius. kuna jamaa hapa anayeitwa Cornelius. When the angel of the Lord appeared to him, Malaika wa Bwana alipomuonekania, he told Cornelius, your prayers and your giving has reached the throne of God. alimwambia Cornelius ya kwamba matoleo yako na maombi yako yamefika katika kiti cha enzi. Amen. Amen.
An angel is being sent to somebody because of prayers and giving. Malaika anatumwa kwake mtu kwa sababu ya maombi yake na kutoa kwake. Wangapi hapo mmewahi ona malaika? Hatembeleangi tu mtu ovyo ovyo. Ukiona malaika amekutembelea, there's an issue. There's something that has touched the heart of God. Kuna kitu ambacho kimegusa moyo wa Mungu. Na ukiona Mungu ametuma malaika kwako, Mungu ametuma mtumishi wa Mungu kwako, there's something spiritually that has taken place. Kuna kitu cha kiroho ambacho kimetukia. I see people looking at me like, naona watu wakiniangalia na mshangao. Unajua kwa nini ukienda kwa mganga wewe huo unajipanga na sacrifice ya nguvu? Kuna mzee alikuwa anatuambia yeye kabla hajaokoka alienda kwa mganga, akienda kwa mganga watu waendangi tu. Ati unaamka tu asubuhi and then you brush na unasema unaenda kwa mganga. People don't go like that. You have to make sure ile sacrifice yenye umebeba itampendeza ama atakufukuza naye. Mpaka ule mzee alikuwa anatuambia kwamba alikuwa anabeba sacrifice mpaka anauliza bibi yake, na kweli itatosha kweli? Why? Because kwa nini? Ni kwa sababu they are going to make things right spiritually. Wanaenda kutengeza mambo kuwa sawa kiroho. They are going to make things in their favor spiritually. Wanaenda kutengeza mambo ya wapendelee katika ulimwengu wa kiroho. It is not because somebody is interested in anything, it is a spiritual principle. Ni kanuni ya kiroho. There's this woman called Dorcas in the book of Acts chapter 9. Kuna huyu mama aitwaye Dorcas katika Matendo ya Mitume 9. There's some work she was doing in the church. Kuna kazi alikuwa akifanya kanisani. She was doing things for widows. Alikuwa akifanyia wajane mambo. A time came when she died. Ndio wakati akafa. That is the time when God had some demonstration from men. Hapo ndio wakati ambapo Mungu aliona watu wakiandamana. They told God, listen. Mwambia Mungu, sikiza bwana. We know you have got power over life and death. Tunajua una uwezo juu ya uhai na mauti. But as far as Dorcas is concerned, lakini hapa kwa Dorcas, it is not now. Sio sasa. And those women were holding the clothes that this woman was making for them. Na hao wanawake wajane walikuwa wamebeba zile nguo ambazo Dorcas aliwatengezea. Mungu hakukuwa na la kufanya, ilibidi atume Peter akuja huyu mama arudishiwe uhai wake. What was speaking? Nini kilikuwa kikitenda? Ni ile dhabihu. It was not Dorcas speaking because she was already dead. Hakuwa Dorcas aliyekuwa akiongea, manake alikuwa ni mfu tayari. You want something that will speak on your behalf when you are quiet? Unataka kitu kitakachonena kwa ajili yako ukiwa umenyamaza? Make it a habit of offering sacrifices on the altar of God. Ifanye kuwa tabia kutoa dhabihu katika madhabahu ya Bwana. Where do you spend your 24 hours? Masaa yako 24 unayatumia vipi? We work for 12 hours. Tunafanya kazi masaa 12. We entertain ourselves for the next 3 or 4 hours. Tunajishughulikia kwa masaa 3 au 4. We live for the rest of the hours tomorrow. We are just waking up to our jobs again. Na tunaamka na kwenda kazini tena. Sasa hilo umeona kaajali ni kama kanataka kukumaliza, ndio unakumbuka unakuanga na Mungu. Sasa hilo unaamuka sasa unakumbuka hata lunch haiko hapa. Then when they say, God please remember me, I don't want to go hungry. If God cannot recognize you at the time you are happy, I don't know if he will recognize you when you are sad. Kama Mungu hawezi kutambua wakati ambapo una furaha, sidhani kama atakutambua ukiwa na huzuni. Kuna jamaa hapa katika the book of Luke chapter 7 verse 1 to 5. Luka 7:1 hadi 5. Huyu jamaa alikuwa na shida. Wakati alikuja kwa Yesu kuambia Yesu shida zake, unajua watu gani waliconvince Yesu? Ni mashabiki tu wenye walikuwa hapa. Waliambia Yesu, kama kuna mtu yafaa ufanyie kitu, huyu ametujengea sinagogi tunaombea ndani. Huyu amependa nchi yetu. Yesu, leave the rest. Huyu ndio mtu ambaye yafaa ufanyie kitu sahihi. Did you know that Jesus did not have an option? Yesu hakuwa na njia nyingine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Make it a habit. Ifanye kuwa tabia. Let me tell you friends. Wacha nikwambie rafiki. When your voice will be silenced
the voice of your sacrifices can never be silenced before the Lord. Wakati sauti yako itakuwa imenyamazishwa, sauti ya dhabihu yako haitaweza nyamazishwa mbele yake Bwana. Sacrifices speak louder and they speak a language that God understands. Dhabihu zinanena kwa sauti kuu na zinanena kwa sauti ambayo Mungu huelewa. Sacrifices build a memorial service before God. Dhabihu zinajenga ibada ya kumbukumbu mbele zake Mungu. Wewe fanya hapa sacrifices zako, alafu mtu achukue picha yako apeleke kwa mganga, ndiye ataona moto. Hata mganga atamwambia usiwairudisha huyu mtu hapa. This is a dangerous person. Why bring him here? Huyu ni mtu hatari, kwa nini unamleta hapa? Kuna wengine wamepigwa na radi huko nyumbani juzi. Sacrifices fight our wars even when we are not aware. Dhabihu hupigana vita vyetu hata kama sisi wenyewe hatuna ufahamu. Friends, Marafiki, you want to overcome spiritually. unataka kushinda kiroho. Be conscious of the will and the standards of God in your life. Uwe mmakinifu ya makusudi ya Mungu na mipango yake maishani mwako. Make it a habit Fanye kuwa tabia of offering sacrifices. ya kutoa dhabihu. And that is why even David understood it. Na Daudi alielewa. By the time he was looking for a place to build the house of God, Alipokuwa anatafuta mahali pa kumjengea Bwana hekalu, David was offered a free land. Daudi alipewa ardhi kwa bure. But he said, I cannot offer anything to my God that does not cost me. Alisema siwezi mpatia Mungu wangu kitu ambacho hakitanigharimu. When you look at David, he was a careless man, but God remembered his generation until the days of Jesus Christ. Ukimwangalia Daudi ni mtu ambaye alikuwa anakaa maisha mengine ya kushangaza, lakini Mungu alikumbuka uzao wake hadi wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Love the things of God. Vipende vitu vya Mungu. Let the things of God be a concern to you. Wacha mambo ya Mungu yawe ya kukushughulisha. Hallelujah. That is when Hapo ndipo what he has done in your life will be permanent. vile alivyofanya maishani mwako vitakuwa ni vya kudumu. We have danced to that song, but I've given you the secret. Tumeucheza huo wimbo, lakini nimekupatia siri. If you don't want to live a fluctuating life where you are up, down, Kama hutaki kuishi maisha ambayo mara uko juu mara uko chini, listen. We can never live a life where we are starting all over again. hatuwezi ishi maisha ambayo kila mara tunaanza upya. The graph may not be moving steady, but at least let it move. Ile mchoro hauwezi kuwa unaenda katika hali ambayo ni wastani, lakini wacha iende. When the father of David Wakati babake Daudi did not see him as any serious person, wakati ambapo babake Daudi hakumwona Daudi kama mtu wa maana, little did he know that David in the bush, lakini laiti angejua kwamba Daudi pale nyikani, what he was singing psalms unto the Lord, alikuwa akimwimbia Mungu zaburi, just playing the music instrument, akiwa anacheza vile vinanda, not praising any other folk except God, akiwa anamsifu tu Mungu peke yake. Then when Saul messed up, Sauli alipofanya dhambi, listen, sikiza, when the eyes of God looked on earth, kati macho ya Mungu alipoangalia ulimwengu, he did not look into the people who are born in the kingly genealogy. hakuangalia wale watu ambao walikuwa wamezaliwa katika familia He ya looked ufalme. at a boy who was despised, but Alimwangalia kijana aliyekuwa amekataliwa, lakini praising him in the wilderness. aliyekuwa akimsifu katika pale nyikani. And when he sent Samuel, Alipomtuma nabii Samueli, even Jesse alipanga wale vijana wake wenye anafikiria ni vijana wa nguvu. Hata vijana wengine walikuwa wamevutia Samueli. Samueli akiangalia anasema lazima awe ni huyu. Mpaka Mungu anamwambia wewe relax. Ni mimi nimekutuma, si wewe umejituma hapo, mpaka ule mwenye nitakwambia. Na Mungu amekaa tu. Hapeani signal ya tualete David, hapana.
vile Yesu anapanga vijana wake, Mungu yuko anaangalia tu, na mwenye anataka hayuko hapa. And God is looking at it. Mungu anaangalia. Amewacha mipangilio ya wanadamu yote iishe. Mpaka Samuel anauliza, hauna kijana mwingine ndio wanakumbuka, kumbe wanakuanga na kingine. Na hapo kengine walisema hakuna kukula na kukunywa mpaka kafanye nini? Kafike. Unajua nini? Daudi aliandikisha historia kwa familia yake. Number 1, alihakikisha ya kwamba familia yake hailipi ushuru. I don't know if somebody reads. Sijui kama mtu usoma Biblia. Wewe unafikiria utoke kwa kuchunga kondoo uoe msichana wa mfalme? Na hizo kondoo zako zenye umeshinda unanuka ndio unashindana nazo kila siku. Friends, marafiki, we can serve God using our talents and gifts. Tunaweza mtumikia Mungu tukitumia karama zetu. Daudi hakujua chochote ila ni kucheza kinubi na kinanda akiimba nyimbo za Mungu. And that is what attracted God unto him. Hiyo ndio iliyemvutia Mungu maishani mwake. Uko hapa na unasema haujui mahali pa kutumikia Mungu hapa kanisani. I can surely tell you are wrong. Naweza kuambia kinagaubaga ya kwamba wewe unajidanganya. You don't need any big thing. Hutaki kitu kikubwa. This boy hata hakujua kama Mungu anasikia vitu anaimbanga. Hakujua kama kuna mtu anasikia. But he was just doing it. Yeye alikuwa akifanya tu. It is one of the sacrifices that unaweza leta mbele za Mungu kando tu na kutumia your other resources. Kando tu na your other resources. Abilities zenye umetoa shuleni, hivyo vitu vingine venye umejifunza kwenye umejifunza, vitumie kwa utukufu wa Mungu. Tumalize mwaka huu, utakuja tuambia wewe. Sisi tunasoma kuhusu wamama wenye walikuwa wanashona tu nguo. Wanashonea tu watu nguo. Wameandika kwa Biblia na Biblia iko very competitive. Ukiona kitu imeandikwa hapa ni kitu ambayo ni ya muhimu. Lakini huyu mama alipokufa alisema, aliambia Mungu acha mchezo. This one cannot happen. Haiwezi fanyika. This one must come back to life. Huyu lazima arudi awe hai tena. Unaambia Mungu, kama kuna mtu wa kusaidia ni huyu. Huyu anaenda chacha asubuhi, anatengeneza vyombo, anapanguza viti, tunakunywanga chai yake kila Jumapili. God, not this one. Mungu hata tena ukicheza tutakupea wewe ifanyike kwako, lakini huyo hapana. Unajua inafika wakati mnaombea mtu mwingine unasema kama ni transfer ni fulani na fulani, Mungu huyu abaki unaye. Why? Kwa nini? Manufaa yake hapa. There are things you stand before God and tell God no. Kuna mambo unasimama machoni pa Mungu na unamwambia hapana. It is a memorial service before the Lord. Ni ibada ya kumbukumbu machoni pake Bwana. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Friends, let us purpose to build a strong spiritual relationship. Wacha tuwe na kusudi na nia ya kujenga uhusiano mzuri wa kiroho na Mungu. Sisi tuko tunasonga. Tutafika mahali hata ukikunywa petroli hautatupata. Na hatutaki wengine wabaki nyuma. Vile vitu ambavyo tuliahidi hapa, let us bring them very fast. Mimi namalizana na yangu next week. Ili nibaki sasa na Mungu, niwaambie Mungu this one, God this one, God that one. Hey. Wewe ngoja tutafanya hapo mwezi wa 7. Wewe ngoja. Lakini ukweli ni kwamba hautanipata juu mimi nimeanza mwezi wa 3. Hey. Na hili nikimalizana nayo na
Sasa ndio nda frustrate Mungu hata kuwa na amani. Serve God with your gifts. Tumikie Mungu na karama yako. Don't mind if people are approving or not. Usijali kama watu wanaona ni vizuri ama hapana. David did not look for anybody to confirm ya kwamba zile nyimbo zangu mnasikianga ama msikiangi. He was not doing it. Daudi alikuwa akifanya tu. And if you want to know that this man was drawing down the presence of God, hata simba na dubu walikuja and he dealt with them. Hakuna mwanadamu kwa nguvu zake za kawaida anaweza kuwa simba na dubu unless huyo mtu ako na Mungu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Wherever you are, Alipopote ulipo, purpose to make better your relationship with God. kusudia kuhuisha uhusiano wako na Mungu. Amen. Amen. Hao watu wenye wanakufaitingi, ngoja watafika mahali wakwambie tumewachana na wewe, na hata wewe haukuwa aware kwamba walikuwa wanakufikia. Number 2, Dokezo cha pili, for us to overcome the repercussions of a wasted life, ili tushinde yale matukio ya maisha ya uharibifu, you build strong relationship with the relevant people. jenga uhusiano wa nguvu na watu wanaofaa. Si kila mtu, kwa sababu hata shetani akitaka kuleta distraction kwa maisha yako anatumia watu. Anajua akitumia umbwa hata kupata umbwa, upata umbwa mwenzake. Kwa hivyo yeye kutumia hao watu, kuna watu wengine ni wa familia, wengine ni marafiki. You will have to delete them. Lazima uachane na watu wengine. There are some people that you just have to say go. Na watu ambao lazima utawaambia imetosha, nenda na uende. And if you feel like huwezi mwambia aende, enda uambie Mungu, I want this person out of my life. In this journey we need people, but we don't need everybody. Katika hii safari tunahitaji watu, lakini sio kila mtu. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you must know the people that you build your relationship with. Lazima ujue ni kina nani unaofanya uhusiano nao. Usiseme wewe ati wewe mambo yako ni Mungu peke yake. Hapana. Unahitaji watu. Even nature teaches us that there is no fruit without relationship. Hata asili inatufundisha ya kwamba hakuna matunda bila uhusiano. In the book of Genesis chapter 2 verse 18. Katika Mwanzo 2:18, That is where God says hapo ndipo Mungu anasema that he saw that man was lonely. aliona ya kwamba mwanadamu alikuwa na upweke. Sasa kwa nini mwanadamu akuwe na upweke na Mungu yupo? Mungu anamtembeleanga kila jioni, kwa nini awe na upweke? Ni kwa sababu kuna vitu vingine kwa maisha yako ambavyo Mungu hawezi shughulikia, ni wanadamu wenzako wanaweza shughulikia. I mean, once I've got God, I've got... Listen, that is wrong. You need people. Unahitaji watu. The only question is, Swali ni hili, which people do you need? ni watu gani unaotaka? Si kila mtu. Relate with the people who have got your future in their mind. Husiana na watu ambao wana hatima yako akilini mwao. The people who can draw the big picture about you in the end. Watu ambao wanaweza kuchora taswira kubwa kukuhusu ya mwishowe. Even Jesus Christ had your future before he came to die, so that he can have a relationship with you today. Hata Yesu Kristo alikuwa na taswira yako kabla ya kuja kufa, ndiposa awe na uhusiano na wewe leo hii. He saw you in the end. Aliona mwisho wako. And that's why he becomes our greatest friend today. Sasa anakuwa rafiki yetu mkuu leo hii. Wewe unahusiananga na watu, mtu unakia, mimi hata hii maisha nimechoka nayo, afadhali tu nikufe niende. Nimechoka na hii maisha. Hao ndio marafiki zako.
Nimechoka na haya maisha. Hata hiyo church naona nikitoka. Listen, sikiza. Ukikaa na mtu ambaye anaonekana kuharibu your future plans, achana na huyo. Patie nafasi. Hata enda na oksijeni yako. This person ambaye una relate na yeye, na kila time ukirelate na yeye, mipango yako yenye unataka kufanya kesho yake unaitoa kwa mawazo yako. Why do you follow this person? Zile resources zako zenye ulikuwa nazo umepangia your plans. Anahakikisha ya kwamba si ati anakuibia, anakuconvince tu. Unaanza kujiingiza kwa vitu zenye huko umepanga. Sasa kesho yake wakati yale mahitaji yanainuka, ni unaanza kufikiria na fulani ndiye alifanya nikaharibu pesa yangu. Unajua next week utalipa school fees. Leo mko na huyo jamaa sasa unakula live. Kitu ambacho ni kwamba the life inakukula. Umepanga pesa yako kitu fulani hivi. Ndio huyo amekuletea hizi ndio game tuna bet leo. Ati ni sure bet. Alafu wewe ukishatoka huko, ati ni timu moja iliniharibia tu shilingi 10,000. Sincerely speaking, kwa hakika. Unajua huko serious. Such people wanaenda kuharibu maisha yako na hautaepuka mateso maishani. People who do not have the future, your future in their mind, achana nao. Watu ambao hawana mwisho wako akilini mwao, usiambatane nao. Relate with the people. Usiana na watu Who can reveal the champion in you? ambao wanaweza mtoa yule shujaa ndani mwako. People who will help you fight vigorously the challenges of life. Watu watakao kusaidia kupigana kwa nguvu zile changamoto za maisha. These are the people to relate with. Hawa ndio watu ambao unafaa uhusiane nao. These people who take the little energy that you have away. Watu hawa ambao wanachukua ile nguvu chache ulio nayo kutoka kwako. Every time you meet this person, it is a discouragement. Kila wakati unapokutana na yeye ni kushushwa. Every time you meet this person, it is a disagreement. Kila wakati unapokutana na yeye ni kutoelewana. Every time you meet this person, you remember how weak you are. Kila wakati unapokumbana na yeye unakumbushwa jinsi gani wewe ni mdhaifu. Ndugu yangu, kama mimi nitakuondokea na hutajua hata niliondoka. That kind of a person Mtu kama huyu is like an expired drug. ni kama dawa iliyopitwa na wakati. Hawezi kuponya hali yako ila anaifanya ikuwe mbaya zaidi. And as far as the people that you relate with is concerned, that is your choice. God will never force it down your throat. Wale watu unaohusiana nao ni uamuzi wako. Mungu hata kulazimishia. Relate with the people who can rebuke you when you are wrong. Husiana na watu ambao wanaweza kukemea unapofanya makosa. Hii ndio kitu wanadamu hawapendi. Hii ndio kitu huwa hatupendi, kukemewa. Somebody who can confront you. Mtu ambaye anaweza kukufuata. This is wrong bana. Nakwambia hii ni makosa. Somebody of your standards should not be doing such things. Mtu wa kiwango chako hufai kuwa unafanya mambo ya kipumbavu kama haya. Watu wengi hawakaangi katika vikao vya watu wa kuwakemea. Kuna watu ukienda kuwakemea lazima utumie diplomatic language kwa sababu hapendi kukemewa. If possible umuite tao, mkunywe chai ndio utafute njia ya kuongea na yeye. Kama wewe ni mtu aina hiyo, usifikirie ni heshima umepewa. Hapana. Mtu ambaye hakemewi na akafuata ushauri ni mpumbavu. Lazima mtu ajipange. Ati fulani anafanya makosa, huyo lazima tujue vile tunamwendea. Huyo kuna wamama hata akifanya makosa hata mzee wake hawezi mkemea. Hapo mzee akihesabu nguo hazijafuliwa, mzee hajui kupika. Anasema hiyo maneno mimi hajaji wale maisha. Kama wewe ni mama, hiyo design na haribu familia yako.
Kuna wazee wengine hata hawezi kemewa kwa nyumba, anagoma hata buy food. My friend, you know that you are just a fool. Rafiki yangu unajua ni mpumbavu. Sisi tuko hapa hivi tunakemewanga. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimevaa t-shirt na kumbe imeraruka hapa na sijui. Sasa kusimama nje na mzee hapa akaniuliza nini hiyo umevaa? Toa hiyo kitu sasa ina utupe kwa fence. Nilitoa nikarudi kwa nyumba kutafuta nyingine. Nilirudi kwa nyumba na vest. For 2-3 months you have been earning it. What have you done? Miezi 2-3 umekuwa ukipata mshahara. Je, ni nini umefanya? Unajua tumekuanga tu na kisirani, sijui pesa zinaenda. Wacha ujinga. Lazima uwe na mtu wa kukwambia maneno kama hayo. Ni saa ngapi? Saa moja. Umefika kwa nyumba hapa. Where are you? Sasa hiyo na wananifuata kila mtu ako na life yake. Wachana na hauna life yako. You are accountable to some people. Lazima utoe hesabu kwa watu fulani. Because where you are is because of other people. Kwa sababu mahali ulipo ni kwa sababu Mungu alitumia watu wengine. Where are you when I don't see in church nowadays? Na hiyo church yenu mnalazimishanga tu, wacha hawakulazimishi. You must be accountable. Lazima utoe hesabu. Relate with the people who will help you stand when you are down. Usikuwa na uhusiano na watu watakaokusaidia usimame utakapokuwa umeshuka chini. And at that point I'll say let God bless you. Nasema Mungu awabariki. Amen. Amen. Programa tafadhali, kwani hata wewe pia huko. Iko. Praise God. Let us appreciate Brother Ben. I believe kila mtu amebarikiwa, si ndio? So at this time tunaenda kusikiliza matangazo from our admin. So welcome him. Tuke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kumbe sauti inaweza toka. Asante.